Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ya ndoa. Watu wengi wameogopa kuoa na wengine kuvunja ndoa, sababu ni mafundisho ya ndoa. Mafundisho ya ndoa yamejenga hofu badala ya ujasiri. Watu wanaoyasikiliza wanapata hofu kutoka na maneno mazito wanayoyapata katika mafundisho. Imefika hatua ambapo mtu anaaminishwa kuwa anapoingia katika ndoa ameingia kwenye vita, kiasi kwamba hayo maandalizi ya maombi mengi, akili nyingi, uvumilivu mwingi unamfanya mtu aogope kuingia humo ndani, sababu anaamini ni moja ya eneo hatari kwa maisha yake. Ni hii imefanya kuwa na mabachela wengi pamoja na singomaza wengi. Siku hizi watu wamefika hatua ya kuzaa kwa mkataba, yaani mtu anaoa nafuu azae kwa mkataba kuliko kuoa mwanamke kukaa naye ndani. Walimu wa ndoa wengi hawana hekima ya kutosha kufundisha mambo ya ndoa. Na sababu kubwa ni kwamba walimu wengi wa ndoa, hasa wanawake wao wenyewe, ndoa zao zimewashinda. Mafundisho mengi ya ndoa ni ya kumtia kiburi mwanamke au kumtia kiburi mwanaume. Ni bora wangenyamaza kimya. Hivi kwa nini wazee wetu wa zamani walidumu katika ndoa? Wazee wetu wa zamani walidumu katika ndoa zao bila semina za ndoa wala kambi za wanandoa. Na ndoa zilidumu, lakini leo kila siku semina, makongamano, kambi za ndoa na kadhalika. Lakini bado ndoa hazina afya kabisa. Sio watumishi wa Mungu, sio raia wa kawaida, sio viongozi wa serikali, sio wanajeshi na askari, sio wenye dini, sio wasio na dini. Wote wanalia sababu ya ndoa, na kosa lipo kwa walimu. Simama kishujaa, amini unaweza, fanya utashinda. Basi kwa leo naomba niishie hapo, ila usisahau kusubscribe page yangu ili uweze kujifunza zaidi siku nyingine. Karibu tena katika page hii.